Kupambania uhai wako na ndugu zako. Kupambania uhai wako na ndugu zako. Andiko letu la msingi ni kutoka kwenye kitabu cha Esta sura ile ya 7 mstari ule wa 3 na 4. Tunasoma hivi: ndipo Malkia Esta alipojibu akasema, Mfalme, ikiwa nimepata kibali machoni pako, na mfalme akiona vema, nipewe maisha yangu kuwa dua yangu, na watu wangu kuwa haja yangu. Maana tumeuzwa, mimi na watu wangu, ili tuharibiwe na kuuawa na kuangamia. Kama tungaliuzwa kuwa watumwa na wajakazi, ningalinyamaza. Ila hata hivyo, msiba wetu haulinganishi na hasara ya mfalme. Tunaweza kukaa. Kupambania uhai wako na ndugu zako. Maandiko ambayo tumeweza kuyasoma ni maneno ya Esta, Malkia. Ni maneno ya maombi kwa mfalme Ahasuero, yanayoonyesha kupambania uhai wake yeye mwenyewe Malkia Esta, lakini pia kuwapambania ndugu zake, kulipambania taifa lake, kutokana na kuwepo kwa mpango mbaya wa shetani kupitia waraka ulioandaliwa na Haman. Kama ilivyokuwa wakati ule, kuna vipindi kama hivyo ambavyo hutokea. Kuna hali kama hizo ambazo hutokea na zinakuwa kama jaribu kwa watu wa Mungu, kama ilivyokuwa wakati ule watu wa Mungu. Kwenye somo hili wanawakilishwa na Mordekai pamoja na Esta na Wayahudi wengine waliokuwa Shushani ngomeni. Kwa hiyo baada ya mipango hii mibaya ya uharibifu iliyowekwa na Haman ili awaangamize watu wa Mungu, baada ya mipango hii kujulikana, tunaona nafasi aliyokuwa nayo Mordekai kupambana kwa ajili yake yeye mwenyewe, lakini pia kupambana kwa ajili ya ndugu zake na taifa lake. Na tunaona Mordekai akataka ushirikiano kwa
Malkia Esther ambaye tayari Mungu alishamwandaa alikuwa na nafasi nzuri ya kuzuia mipango mibaya ya ibilisi iliyowekwa kwa ajili yake na kwa ajili ya watu wake. Na ndiposa tunaona kwa pamoja Mordekai na Esther na taifa lao wakiungana kwa ajili ya kupambania uhai wao, kupambania maisha yao pamoja na ndugu zao. Wakati tulio nao pia katika ulimwengu kuna hali kama hizo zinazotokea. Kuna mipango mibaya inayowekwa kwa siri na adui, na hiyo mipango inapokuwa imeratibiwa na adui inabakia tu kutekelezwa. Na kama ambavyo tunajua kazi ya shetani yeye ni kuiba, kuharibu na kuua. Kwa hiyo shetani kama ilivyokuwa wakati ule wa Mordekai aliandaa mipango hiyo, na mipango hiyo ilikuwa imefanikiwa kwa asilimia kubwa, kwa sababu tayari ule waraka ulishatiwa muhuri na kuidhinishwa na mfalme, na ilibaki tu kutekelezwa. Lakini tunaona huyu Mordekai pamoja na Esther na Wayahudi kwa ushirikiano na Wayahudi wengine waliweza kubatilisha au kufuta ule mpango ambao ulikuwa umewekwa na adui. Na kama ilivyokuwa wakati ule Mordekai na Esther na Wayahudi waliposimama katika zamu zao, ule mpango wa ibilisi haukufanikiwa, ule mpango wa shetani haukufanikiwa. Kama neno la Mungu linavyosema ya kwamba pingeni shetani naye atawakimbia. Kwa hiyo tunaona ule mpango mbaya wa shetani kwa ajili ya watu wa Mungu haukuweza kufanikiwa. Na hapo sasa ndipo tunapoona nafasi ya watu wa Mungu kusimama katika zamu ili kuzuia uharibifu, ili kuzuia maangamizi. Watu wa Mungu ndio tumaini pekee wakati wote. Tangu wakati ule tunaona Esther na Mordekai waliposimama katika zamu zao wakapambania maisha yao, lakini wakaweza kupambania pia maisha ya watu wengine. Na ndivyo ilivyo pia katika siku zetu. Mungu ameweka tumaini kwa watu wa Mungu. Mungu ameweka tumaini kama alivyoweka kwa Mordekai na Esther, wakishirikiana na watu wengine. Tumaini la Mungu kunapotokea hali kama ile iliyotokea wakati ule wa Mordekai, tumaini la Mungu ni kwa ajili ya watu wake. Mara nyingi tunasema hali kama hizi zinapotokea, sisi ndio tunamtumaini Mungu, sisi ndio tunamtegemea Mungu. Lakini wakati sisi tunamtegemea na kumtumaini Mungu, Mungu pia anatuangalia sisi. Tunapomwangalia Ezekieli alipochukuliwa kwenye ile bonde la mifupa mikavu, Mungu alikuwa ana uwezo wa kufanya vyovyote ambavyo
kulingana na uwezo wake. Lakini tunaona akamchukua Ezekieli, akamuuliza Ezekieli juu ya tumaini lake. Anatumaini nini? Na atafanya nini? Na nafasi yake ni nini? Na ndipo Mungu akamwambia itabidi. Kwanza alimuuliza, je, mifupa hii inaweza ikawa mifupa hii mikavu inaweza, mifupa hii mikavu ya watu ya taifa la Israeli, watu waliouawa na mifupa yao iko vile, je, mifupa hii inaweza tena ikapata nyama na ikarudia kwenye umbo lake, na hao watu wakaweza kuishi, wakapata uhai? Na tunaona Ezekieli alisimama katika zamu yake na kuruhusu mapenzi ya Mungu yatimizwe kulingana na ile hali, hata kama hali ni ngumu kiasi gani. Alipoulizwa swali, je, mifupa hii yaweza kuishi? Akasema, wewe wajua Bwana. Hali yoyote ambayo unapitia, hali yoyote ambayo taifa letu linapitia, Mungu anajua. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anajua. Anajua na atakavyofanya. Kwa hiyo katika maandiko ambayo tumeyasoma, ile hali iliyotokea wakati ule ilikuwa ni hali inayo wahitaji watu waweze kusimama na kuweza kupambana. Haleluya. Kuweza kukabiliana na ile hali mbaya iliyokuwepo wakati ule. Kwa hiyo hali yoyote mbaya ambayo inaonekana kuruhusiwa na Mungu inataka mtu fulani, inataka mtu mmoja, kama ilivyokuwa kwa Mordekai na Esther. Wakasimama katika mapenzi ya Mungu pasipo kumkosea Mungu, kwa kufuata maelekezo ya Mungu. Ndivyo pia itawezekana kupambania uhai wako na ndugu zako. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaona haya maombi ambayo Esther aliyapeleka kwa mfalme Ahasuero yalikuwa na jambo lisiloweza kuvumiliwa. Ndio maana anasema, anapoulizwa na mfalme, ndio maana anasema ya kwamba kama lingekuwa tu ni jambo la kawaida la kunyanyaswa tu kikawaida, ningenyamaza, ningevumilia, kwa sababu uvumilivu pia ni tunda la Roho. Lakini anasema hili jambo alivumiliki kwa sababu linahusisha uhai. Halifai kunyamaziwa, halifai kufumbiwa macho, kwa sababu linahusisha uhai. Sio uhai wa wanyama, isipokuwa ni uhai wa mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, ambaye Mungu mwenyewe baada ya kumuumba alimpulizia pumzi yake mwenyewe, na mwanadamu akawa nafsi hai. Na huo uhai wa mwanadamu ni wa thamani sana kuliko kitu chochote,
Na ndio maana hapa Esther anapoambiwa na mfalme Ahasuero kwamba hata nusu ya ufalme kama anataka atapewa, anasema hata nusu ya ufalme, hata ukinipa ufalme mzima, hauwezi kulinganishwa na thamani ya uhai wa mwanadamu. Na hapa tunaona nafasi ya Mordekai, nafasi ya Esther. Tayari hawa wametimiza kile walichotakiwa kukifanya, na sasa jambo hili limemfikia mfalme Ahasuero. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Mfalme Ahasuero yeye anawakilisha au anasimama kama mfalme au mtawala wa dunia hii, au anawawakilisha wafalme na watawala wa dunia hii. Kwa hiyo hapa tunaona nafasi ya watawala au wafalme katika kuamua uhai wa watu. Na kulingana na nafasi zao wanaweza wakawa au wakafanya maamuzi ya haki kama yale maamuzi ambayo yalifanywa na mfalme Ahasuero. Kwa sababu kuna wafalme wema, kuna watawala wema wenye hofu ya Mungu. Kwa hiyo mfalme Ahasuero baada ya kupelekewa hii taarifa, tunaona kulingana na nafasi yake alifanya maamuzi ya haki. Na tunaona jinsi watu wa Mungu waliokusudiwa mabaya walivyoweza kuokoka, walivyoweza kuokolewa. Kisoma kwenye hicho kitabu cha Esther unaona uamuzi ambao mfalme Ahasuero aliweza kuufanya. Lakini pia katika historia kwenye nchi mbalimbali, mataifa mbalimbali, kumekuwa na watawala wabaya, na ndio maana Biblia inasema anapotawala mbaya watu huugua. Kwa hiyo kunapokuwa na watawala wabaya watu huugua, lakini kunapokuwa na watawala wema watu hufurahi. Kwa hiyo kwenye historia kumekuwa na mabadiliko ya vipindi vya watawala wema na watawala wabaya. Na watawala wabaya wao mara nyingi wa maamuzi yao yanakuwa sio ya haki. Lakini wale watawala wema kama ilivyokuwa kwa mfalme Ahasuero, wanapopelekewa hoja zenye nguvu, wanakuwa na maamuzi ya haki au wanafanya maamuzi ya haki. Tunafahamu mfalme Suleiman alimwomba hekima na Mungu akampatia hekima. Na tunaona ikatokea siku moja wanawake wawili wanagombea mtoto, kwa sababu wote walizaa watoto, walijifungua watoto, lakini mmoja akafa, mwingine akawa mzima. Kwa yule mtoto wake ambaye alikufa akataka kumchukua huyu mtoto ambaye, kumnyang'anya yule mtoto ambaye alikuwa mzima. Na ule ugomvi ukamfikia mfalme. Mfalme akaweza kuamua kwa haki.
tunafahamu kile alichokifanya wasomaji wa Biblia. Kwa hiyo watawala wema hufanya maamuzi ya haki, lakini watawala wabaya hufanya maamuzi isivyo haki. Mungu atusaidie sana. Tunaona pia huyu mfalme Ahasuero kabla hajajua, unajua aliidhinisha ule waraka wa Hamani, akampa Hamani muhuri, akampa pete yake ambayo ndio ilikuwa ni muhuri, na akamwambia afanye anavyotaka kuhusiana na mashtaka aliyoletewa na Hamani. Kwa sababu Hamani alimwambia kwamba kuna taifa moja ambalo wao wana sheria zao tu, wanafanya wao wanavyotaka, wala hawatii sheria zao. Kwa hiyo mfalme Ahasuero akamsikiliza Hamani. Kumbe Hamani alikuwa ni wakala wa shetani, anatumiwa na shetani kwa ajili ya kuangamiza watu wa Mungu wasiokuwa na hatia. Kwa hiyo tunaona pia hata mfalme Ahasuero hapo kabla alifanya maamuzi yasiyokuwa ya haki, kwa kuidhinisha, kwa kuchukulia tu uraisi, akaidhinisha vifo vya Wayahudi wote kwamba waangamizwe, taifa zima liangamizwe. Lakini maandiko yanasema Mungu anajua kuwaokoa watauwa na majaribu. Mungu anajua kuwapigania watu wake, na hakuna jaribu linaloweza kutokea likakosa mlango wa kutokea. Pamoja na hilo jaribu, Mungu ni mwaminifu, atafanya mlango wa kutokea, kama alifanya wakati ule wa Mordekai na Esther, atafanya pia hata sasa, kwa sababu yeye Mungu ni yeye yule, niko ambaye niko, Mungu asiyebadilika, uweza wake usiobadilika, mamlaka yake isiyobadilika, anaishi. Haleluya, haleluya. Huyo ndiye Mungu tunaye mtumaini. Huyo ndiye Mungu tunaye muamini. Haleluya. Lakini jina la Bwana libarikiwe kwa ajili ya mfalme Ahasuero. Baada ya kugundua, baada ya kupata taarifa sahihi, aliweza kubatilisha ule mpango, akatumia mamlaka yake vizuri. Unajua tatizo linalokuja ni kwamba kuna kufanya jambo bila kuelewa, bila kuwa na taarifa sahihi. Lakini unapoendelea kufanya na kung'ang'ania msimamo hata baada ya kupata taarifa sahihi, chukulia kama vile mfalme Ahasuero baada ya kuambiwa na Malkia Esther, baada ya kuelezwa na kuelewa uzito wa yale maombi ya Esther, hebu chukulia kama angepuuza. Chukulia tu kama angepuuza. Lakini tunaona aliweza kumsikiliza Esther na akafanya jambo. Sasa inakuwaje kwa watawala au wafalme ambao hawawezi kusikiliza hata zile hoja zenye nguvu, kama ilivyokuwa wakati ule wa Esther? Esther alikuwa na hoja yenye nguvu. Esther alikuwa na
Kuna wafalme wa jinsi hiyo. Na matokeo yake mara nyingi, au wafalme ambao hawasikilizi, matokeo yake huwa ni mabaya. Maandiko yanasema aonywaye mara nyingi akishupaza shingo yake atavunjika ghafla, wala hawezi kupata dawa. Wakati mfalme Ahasuero anabatilisha yale maamuzi ya kutangua ule waraka wa Haman, alifanya hivyo kwa kujua ya kwamba yeye siye mwenye mamlaka ya mwisho. Katika nafasi aliyokuwa nayo, ufalme aliyokuwa nao, kuna aliyekuwa juu yake, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, ambaye ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo haijalishi hata kama haya maombi ya Malkia Esther kwa mfalme Ahasuero yasingesikilizwa, lakini tayari tunaona Esther alishakuwa na wazo B. Anasema ya kwamba mimi nitaingia kwa mfalme, litakalo nitokea na linitokee, hata kama nitaangamia, bora niangamie, kwa sababu nitakuwa na upambania uhai wangu na wa watu wengine. Kwa sababu hata nisipopambania uhai wangu, tayari kifo kiko pale pale. Kwa hiyo tunaona kile ambacho au ile hoja ambayo Esther alikuwa nayo ilikuwa ni hoja yenye nguvu. Na maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema leteni hoja zenye nguvu. Tunapopeleka hoja kwa hao wafalme wa kidunia, zinaweza zisisikilizwe. Inaweza kutokea zikasikilizwa au zisisikilizwe. Lakini kusikilizwa au kutosikilizwa haiwezi ikatufanya sisi tukaona hapo ndio mwisho wetu. Kwa sababu yuko mfalme mkuu, Mungu ambaye ametuambia, ametufungulia mlango wa kupeleka hoja zetu. Anasema njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu nitazisafisha na zitakuwa nyeupe kama theluji. Usikatishe tamaa na watu ambao wamepewa dhamana wanapofanya kinyume. Yupo Mungu ambaye amesema ya kwamba tumtwike fadhaa zetu
na huzuni zetu na mizigo yetu, kwa sababu ni yeye peke yake anayejishughulisha na maisha yetu. Maandiko yanasema ni heri kumtumaini Mungu kuliko kuwatumaini wakuu. Wakuu wanabadilika, lakini yuko mmoja asiyebadilika. Niko ambaye niko. Huyo ndiye pekee anayo majibu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Maana ya neno uhai ni hali ya kuwa hai, yaani kuishi. Ili kiumbe kiwe kinaishi, ni lazima kipumue, kile, kijiongee na kadhalika. Uhai ni uwezo wa msukumo kutoka ndani ya kiumbe uliowekwa na Mungu kukiwezesha kiumbe husika kuishi. Haleluya. Na kuna tofauti kati ya uhai na uzima. Kwenye ile Mathayo 10:28 Yesu anawaambia wanafunzi wake, msiogope wauao mwili, wasioweza kuua roho. Uhai unaelezea mwili. Uhai, tunapozungumzia uhai, unaelezea mwili. Lakini uzima unaelezea roho, ambayo ni pumzi ya uhai ya Mungu kwa mwanadamu. Lakini uhai unaweza ukawa pia kwa wanyama na mimea. Mimea haina uzima. Hapo ndipo unaona tofauti ya uhai na nini? Na uzima. Mimea haina uzima bali ina uhai. Wanyama pia hawana uzima bali wana uhai. Na amri ya Mungu inaruhusu kutoa uhai wa wanyama kwa ajili ya chakula. Lakini kwa sababu damu ndio inayowakilisha uhai, yule mnyama kabla ya kumfanya kitoweo chako anatakiwa achinjwe, damu yake imwagike, kwa sababu damu ni uhai. Na ndio maana Mungu alikataza katika makatazo yake kwamba mwanadamu hapaswi kula mnyama ambaye damu yake kumwagika, kwa sababu damu ni uhai, kuonyesha kwamba Mungu anaheshimu uhai. Hata wa mnyama anasema hiyo damu lazima ifanye nini? Imwagike chini. Na Mungu pia ameweka katika zile amri 10, ameweka amri ya usiue. Yaani usitoe uhai wa mtu. Kwa kumwaga damu. Kwa hiyo damu ndio uhai. Unaweza ukajiuliza, je, watu wote ambao wanauawa wanamwaga damu? Tunaweza kusema kutoa uhai wa mtu maana moja ni kumwaga damu, lakini maana nyingine ni kufanya jambo lolote linaloweza kusimamisha mzunguko wa damu kwa lengo la kuondoa uhai. Kwa hiyo mtu anaweza akauawa hata asimwage damu, damu yake isimwagike, lakini kuna jambo alilofanyiwa, labda amepigwa mahali ambapo sasa ile mifumo inayohusika na mzunguko wa damu
haiwezi tena kufanya kazi inavyotakiwa. Na ile mifumo inaposhindwa kufanya kazi inavyotakiwa, hatima yake ni kwamba yule mtu lazima atakufa. Kama ilivyokuwa wakati ule wa Yesu, au ile adhabu ya watu waliokuwa wakiwekwa msalabani, walikuwa wakigongelewa ile misumari ili damu zao ziendelee kuvuja taratibu na baadaye wapoteze uhai. Kwa hiyo lengo lake ilikuwa ni kusimamisha au kuharibu ule mfumo wa uhai katika mwili wa mwanadamu. Mungu atusaidie sana. Tayari tumeshaona kwamba kuna mipango mibaya ya Ibilisi na watu wake na mawakala wake kwa watu wa Mungu. Na hiyo ndio sababu inayotufanya na sisi tuweze kupambana, tuweze kupambania uhai wetu, tuweze kupambania pia uhai wa ndugu zetu. Tuweze kupambania taifa letu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwa sababu huyu shetani, kama ilivyokuwa kwa Hamani aliitwa mtesi, na shetani pia ni mtesi. Shetani pia ni mwizi. Shetani pia ni mharibu. Shetani pia ni muuaji. Lakini shetani pia ni mshtaki wa ndugu zetu. Maandiko yanasema shetani ni mshtaki wa ndugu zetu, anayewashtaki watu wa Mungu usiku na mchana. Na hivyo sasa tunaona kwenye Waefeso 6:12 tunasoma hivi: kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo hapa tunaona kama ilivyokuwa kwa Mordekai na Esther na Wayahudi, sisi pia Wakristo tunakabiliana na ukinzani wa kiroho na shetani na jeshi la roho za uovu, kama ambavyo tumesoma. Na hapo sasa ukisoma pia kwenye Mathayo 4:10, Mathayo 4:10, ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, mwabudu yeye peke yake. Maandiko yanasema Yesu aliongozwa na Roho nyikani ili ajaribiwe. Na ndipo tunaona yale majaribu ambayo shetani alimletea. Kwa hiyo hata Yesu alikutana na ukinzani wa kiroho kwa ajili ya huduma ambayo ilikuwa mbele yake. Kwa hiyo kama ilivyokuwa wakati ule wa Mordekai na Esther, pia pepo wachafu huingilia mpangilio wa mfumo wa watawala, kama ambavyo tumeona ya kwamba huyu Haman, wakati mfalme Ahasuero na malikia Esther, wakati taifa lao likiwa na amani, likiwa na utulivu, likiwa linaendelea vizuri,
tunaona shetani akaingilia ule mfumo wa utawala. Kwa hiyo kama alifanya hivyo wakati ule, anaweza kufanya hivyo pia sasa. Kama amefanya hivyo kwenye mataifa mengine ambayo yamekuwa na machafuko, anaweza pia kufanya hivyo hata hapa Tanzania. Na shetani huingilia kwa watawala wa kiroho, lakini pia watawala wa kimwili, na apambane nayo au apigane nayo. Ni lazima, yani hakuna namna, yani hakuna namna, hakuna kurudi nyuma, kama ilivyokuwa wakati ule wa Esther. Esther alipoambiwa na Mordekai juu ya kile kilichopo, Esther akawa na udhuru, akaona huo sio wakati mzuri wa kutekeleza kile ambacho Mordekai alikuwa anamwambia.